But right now kama nilivyosema hapo awali, nimepata bahati ya kuwa na wageni wetu wa leo ni kutoka katika shirika lisilo la serikali Crown Trust, which is Community Advocacy and Awareness Trust. Niko naye Elvis Wambura. Karibu sana Elvis. Sana. At what capacity at Crown Trust? Sisi tunashirikiana na Crown Trust kwa shirika ambalo tunaita Special Interest Groups Place. Shirika hilo ni la kijamii ambalo pia tunafanya kazi pamoja na Crown Trust. So mimi ndio mwanzilishi na mwenyekiti wa Special Interest Groups Place na tunafanya kazi kwa pamoja na Crown Trust. Okay. Yes. Niko naye Brian Kinyua. Yes. Karibu sana. Asante sana, nashukuru kwa hapa. Naomba ninene kwa Kimombo maana ni lugha yangu ya uzoefu. We. Umesema you're not doing Swahili. Mazoea hivi kwa miaka miwili mitatu hivi bila kunena Kiswahili naona kinanipotea. 2-3 years you've not been speaking Swahili? Well, not actively. Mostly Okay. The people you interact with do not speak Swahili. Yeah, they don't. Okay. Okay. I have been an innovator for the past 3 years now. I've made an invention called Hydrosoda Electric. I've partnered with Crown Trust in order to reach out to the other youths and also to develop my network and to also build upon my invention to bring it a reality. So in the energy sector. Hydro what? Hydrosoda Electric. What is that? Nilidiscover unaweza tengeneza stima kutoka kwa chumvi. Na unaweza tengeneza stima kulingana na kiwango cha mtumizi mwenyewe. Na unaweza tengeneza hiyo stima kwa bei nafuu na bei ya mkulima mdogo. Na haitakusumbua sana ukikompea na kawaida kutumia generator ama pia kutumia solar panels vile. So how do you do that? Tunafanya solar chumvi. Hivi chumvi salt. Nachukua magadi kutoka kule magadi naweka kwa crucible tunaichoma hadi toke unga iko uji ile joto jingi linapasha maji yanakuwa mvuke. Run hiyo steam kwa turbine itatolea steam ama iende mechanical alafu ile soda yako inabaki ikiwa recycled pale bila emission yoyote. We? So wewe kuna jinsi unafinya Kenya Power. Bili yako ya stima ni pesa ngapi? Ideally. We. Nataka kushusha. There's a story here. Bili yako ya stima ni pesa ngapi kwa mwezi? Niko na kalamu na karatasi. Kuna vile unafinya. Unajua jana last month mlinipatia 2000. Next month nalipa 0 ama 100 bob. So what's your bill? Typically tunataka hiyo ingredients ya 12 cents to the dollar as compared kwa Kenya Power wako 16. I mean we don't use dollars. Sa nataka yanzi unit moja. Vijana ukisikia kijana anatumia dola, it's a bit worrying. Umeona? Anyway, so what's your bill? Sorry, I took out of topic a bit. Ideally the bill yenye inakuja ni 20 shillings a unit as compared to 25 shillings ile ya KPLC. Okay. Yeah. So ushaifinya? Be honest. Sasa tumepartner na KIRDI na Mount Kenya Innovation Hub. KIRDI ni Kenya Industry Research and Development Institute, hiyo lab ya serikali. Na Mount Kenya Innovation Hub ndio tuwajengea prototype ya kwanza. Hopefully in the next 2 months itakuwa imemalizika. Na tuna request waiver kwa the National Treasury ndio tusaidie ku cover your R&D cost kidogo. Okay. So Crown Trust inajulikana kufanya nini haswa? Kwa msikilizaji anayesikiliza kwa mara ya kwanza. Kwa kikubwa sana tuseme Crown Trust ina programs nyingi tu, lakini ile ambayo tunazungumzia leo na ambayo tumekuwa tukishirikiana nao kwa wingi ni katika masuala ya climate change na environmental conservation. Na tunavyoelewa climate change saa hii si conversation to global. Climate change imekuwa ni conversation ambayo iko mpaka kwenye local levels, kwenye vijiji, mashinani pale, everyone is feeling the impact of climate change. Nitazungumzia kwa mfano sehemu moja ambayo tunafanya kazi ambayo ni Migori. Pale Migori mwaka huu peke yake mambo tofauti ambayo yanatokana na climate change yamefanyika. Kwanza kabisa kwa wakulima. Mwaka huu unajua vile tulivyoanza kulikuwa na mvua nyingi.
hiyo mvua ikaharibu chakula. El Nino ya kwanza ile ya mwaka huu ukianza. So wale wakulima wadogo wakiwemo vijana walipoteza chakula na income because wengi mashinani wanategemea kilimo. Baadaye kukawa na msimu wa pili wa kupanda ambao ulikuwa unaanza April. Hapo April nao wakapanda, alafu kukaja kuwa na mvua mmoja hailstones kubwa ikaharibu chakula tena kila kitu. Chakula hicho kwa bahati nzuri kikaja kikamea tena, but kuna zile ambazo hazikumea. Baadaye tena kukawa na kiangazi kikubwa. Kwa hivyo wale wakulima wa mahindi tena wakaja mahindi yao hayakukomaa. So wamevuna mahindi yakiwa hayajakomaa. So that tells you a lot about the livelihoods of the people. Ukiangalia already watu wamepoteza chakula mara mbili sasa kwa misimu miwili. Na hii inamaanisha nini kwa vijana haswa? Hii ndio livelihood yake. Maybe ile capital kidogo alikuwa nayo aliwekeza kwa hiyo ukulima. Na saa hii ukiangalia hana chakula tena, anahitaji kununua mahindi, na ukiangalia hiyo bei ya mahindi inaenda ikipanda. So inamaanisha kuna watu watalala njaa, kuna watu hawatapata kipato chao cha kufanyia shughuli zao zingine, na unavyojua tayari Kenya saa hii vitu gharama ya maisha iko juu. So kuna watu wanapitia changamoto nyingi. Besides mambo ya kilimo, Migori yenyewe pia the main bridge connecting the two ends of the town, kwa sababu Migori iko na pande mbili, ilipelekwa ama ilivunjwa na hii mvua ambayo ilinyesha mingi mwaka ukianza. Na mpaka saa hizi accessing one end of Migori from this Suna West to Suna East una have kuzunguka njia refu, na mpaka saa hii daraja hiyo haijatengenezwa. So ime impact businesses, ime impact transport, ime impact mambo mingi. Kwa hivyo the whole conversation about climate change ni conversation ambayo ipo mashinani na watu wanaifeel. Si ile ambayo tulikuwa tunasikia tu ikiwa ni sehemu ya nje. Saa hii tunayo hapa nchini na kila mtu ana feel the impacts. Okay. So tunasema leo rather off air you said siku ya kimataifa ya vijana ilikuwa ni Jumatano. Yes. Sio leo. Yes. So kama wafanyakazi kutoka Crown Trust tunasemaje siku hii ina umuhimu gani kwa vijana and why the youth? Kwanza vijana, unajua ukiangalia demography ya nchi yetu ya Kenya, a biggest percentage of the population ni young people aged below 30 up to 35 years. Kwa hivyo hii ni group of people ambayo haiwezi kaachwa nje katika mazungumzo yoyote. Tukiangalia climate change, impacts kubwa za climate change zita affect wale watoto ama wale vijana ambao wanakuwa, kwa sababu Mungu akiwa upande wetu na tuishi tu ile miaka yetu mpaka 70 ambayo wanaongelea kwenye Biblia, unapata kwamba yule mzee ambaye ako miaka 50 ako tu na miaka 20 ya kuface the impact, lakini yule kijana ambaye ako na 20 years ana up to 50 years za kuface the impacts. And that is why the impact of climate change ama mazungumzo haya ya climate change hayaweza kufanyika bila ku-involve vijana ambao pia wanajua ku-identify the problem where it is, wanajua what solutions they need. And it's unfortunate that mwaka huu hata nchini Kenya hii siku ya vijana ambayo ilikuwa Jumatano haijasherehekewa vile inasherehekewaga awali. Ukiangalia miaka iliyopita, hii inakuanga actually an International Youth Week. Kuna kuanga na mazungumzo from across the counties and across the country which culminates into an event ambayo hata president huwa anahudhuria. Event moja kubwa on the 12th of August. Lakini mwaka huu hatujaona hilo likifanyika. Why? Hatujui. Tumejaribu kwa sababu hii conversation huu inakuwa led na State Department of Youth. Huwa wanapanga mikutano across all the counties, or they choose about 7 counties. Wanasema leo tutaanza na maybe Uasin Gishu, tutaenda next Kwale, next tutafanya, alafu the main event ya International Youth Day itafanyika maybe Nyandarua. Lakini mwaka huu hatujaona hilo likifanyika. The only thing tuliona on 12th of August ni haya mazungumzo ya the national conversation, and it worries a lot where the youth discussion is, kwa sababu hii ni event ambayo inakuwa ni international, na ikiwa hapa nchini hatujaweza kuipanga jinsi tunavyoipanga, inamaanisha mambo ya vijana kidogo ni kama yanaanza kuwekelewa kando na hatujui nani atakuja kuyarudisha kwenye meza. Athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa vijana ni gani? Nikija kwako Brian. Climate change issues, kuna kitu kimoja tunajua kwa kila kijana, demographic yetu tunakuanga na shida karibu zinafanana, na pia tuna uwezo wa kiafya na pia kimawazo.
wakati kunakuwa na hii climate change issues na tumeamua kudiversify badala ya kungoja formal education venye tumezoea kama wazazi wetu, tunaamua tutafanya kazi kwa mikono yetu, tutakuwa innovative. Lakini wakati innovation yetu ina rely on natural resources, tunangoja kunyeshe ndio tupande sustainably, ama tunangoja ndo jua liwake ndo tuunde tertiary industries zetu ama service industries zetu. Wakati hatuwezi manage kupredict pale grassroots, sisi wenyewe kama vijana tunaathirika kwa sababu tunapoteza hela, tunapoteza muda, tunapoteza pia mawazo yetu, kwa sababu at some point tunakuwa frustrated na zile issues zenye umepitia juu kama zinafanana za mwaka ujao na pia mwaka uliopita. Utaona ni kama all your efforts are going to waste at that point. Kwa hivyo essentially tunaumia kwa sababu apart from growth ya vijana wenyewe, pia livelihoods za kila mtu mwenye correlated kwa hiyo community anakuwa affected. Wakati kuna hiyo extreme flooding, hata sio agriculture peke yake, pia logistics, kwa hivyo transport itaanguka, economy, financially tunasikia tunateseka, na pia hizo activities zingine kama kwenda shuleni, pia kwenda kufanya public participation. Kama una kitu unahitaji ufanye kati yako na serikali ya kwako, hauwezi fanya kwa sababu una ile shida fulani. Hiyo inakuletea changamoto sana katika maisha yako mwenyewe ya kuishi. Okay. So kuna mtu anauliza tu, Masawi, tabia nchi ni nini? Tabia nchi, kulingana na ninavyoelewa, climate change inakuanga wakati tulivyozoea mvua na jua. Climate change inakuanga tu weather patterns zinabadilika kuliko tulivyozoea kitambo. Hii hali ndio inaletanga shocks, unapata chakula hakimei ama hakimei kwa sababu kulinyesha sana, mavuno yakaozea shambani, ama jua liwaka sana, mavuno tena yakanyauka. Ama pia unapata yale maji mlikuwa mnachota ndio mtumie hata kama ni ya biashara ama ya kujikimu yameanza kupungua. Na pia hili jambo linaleta magonjwa mengine zaidi, kwa sababu wakati mito na zile sehemu za maana sana zinapoharibiwa za mazingira, wale wanyama walioishi hapo lazima watahama, na mara nyingi wakihama wanakuja wanaishi na sisi, wanatuletea magonjwa, na pia tunaanza kuvurugana na wanyama wenyewe pia. Okay. Mara nyingi vijana huonekana kama wananufaika sana na program za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ni nini kinachotajika ili kuvuka mtazamo huu na kuwapatia vijana nafasi halisi ya uongozi katika kuunda suluhisho za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Vijana wanafanya mambo mengi tayari kulingana na hili swala la climate change. Vile mwenzangu amezungumzia, kuna vitu ambavyo vijana wanafanya, na hata sisi kama shirika la Special Interest Groups Place, kuna yale ambayo tunafanya tayari. Kwanza kabisa, jambo la kwanza, pale ambapo tunafanya kazi na community ya Wakuria ambayo iko Migori County, ambayo is one of the marginalized communities. Kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kupredict weather squeezy, kupitia program ambayo tunaita Weatherwise, tumeweza kuweka smart weather stations kwa shule 2 na nyingine iko kwenye ofisi yetu ambayo iko pale. Hizi smart weather stations zinaweza kupredict at least within 12 to 24 hours weather itakaa namna gani. Na tumeziweka shuleni haswa ambayo ni day primary schools. Kwa sababu gani? Hawa ni wanafunzi ambao wanakuja shuleni na watarudi nyumbani jioni. Kwa hivyo wakiwa na hiyo smart weather station ambayo iko na capacity ya kutell the weather pattern in the next 12 to 24 hours, wanaweza wakarudi nyumbani wakaelezea wazazi wao kesho kutakuwa namna hii, na kwa hivyo watu wanaweza kujipanga kwa mambo yao. Na imesaidia hata wanafunzi, hata shule nyingi tunaporudi wanatuambia imewasaidia hata kupanga, kwa sababu wanaweza wakatel leo mvua itanyesha jioni. Kwa hivyo wana release wanafunzi mapema, wanaenda nyumbani ili wasikuwe impacted na mambo kama ya mvua. Kitu kingine ambacho tunafanya ni smart agriculture. Tumeweza kuunganisha vijana ili kuwasaidia kuelewa jinsi ya kufanya climate smart farming. And one of that is to enable, na tunatumia njia ambazo ni climate friendly kama solar power pumps kuhakikisha kwamba tuna irrigate the farm,
na tunatumia greenhouses ku ensure that we are again being protected from the extreme hazards ambazo ziko kwenye environment, na pia tunatumia organic manure kuhakikisha kwamba hatuharibu the soil that is already there. So this is a way of just enabling how vijana ku change from the traditional way of farming into the modern climate smart farming, ambayo itasaidia kurekebisha udongo, itasaidia ku minimize the impacts ambazo climate change imeleta kwenye kilimo. Na mashirika mengine makubwa kama Crown Trust sasa hapa ndio wanakuja ndani na wanasaidia sana ili kuhakikisha kwamba these initiatives za vijana ambazo ziko mashinani wanaweza kuzisupport, na tumeona wakifanya sana kazi hii Nairobi, Kwale, Isiolo, na imekuwa ni kazi ambayo imesaidia vijana kuweza kuendeleza zile kazi ambazo wanafanya. So ni kusema tu kwamba vijana tayari wamejipanga, wanafanya kazi hizi na wanahitaji tu kuendelea kupewa support both from government. Umesikia kama mwenzangu alivyosema kuna something anafanya, hiyo support ndio itamsaidia ili aweze kuiexpand. Yes. Okay. Tunaona vijana wakija na mawazo bunifu sana, the likes of Brian, okay? Mawazo bunifu ya kukabiliana na changamoto za mazingira. Ni kwa njia zipi vijana wanatumia ubunifu, teknolojia na ujasiriamali kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Consider innovation as a response kwa climate change, tukitumia natural resources. Kuna wale vijana ambao wanaenda kwa data, wanatutafutia hizi nambari, watuambie kunanyesha zaidi ama mvua imeanza kuisha, ama kuna jua nyingi wakati ambapo tunafaa kuwa na mvua, ama kuna siku hizi kuna baridi sana, na ilhali sisi tunangoja kuwa na joto ndio tufanye yale maneno mengine. Kuna watu wenye wanaangalia data sections, sawa, wanatusaidia pale kwa grassroots kujua kama tunafanya vizuri ama tunakosea. Alafu pia kuna wale vijana ambao wanaamua kutackle sectors zile fulani wanaona zinawahusu sana. Kwa mfano mie nikifanya hydrosoda niliona nina shida ya stima, na hii stima ndio ninatumia kupika, kufua, kula, kila kitu ninachofanya nahitaji stima sana. Kwa hivyo acha nijaribu ndio nikuwe na option nyingine isipokuwa ile tu iliyo karibu na mimi. Na pia kuna wale ambao wameamua wataelimisha wengine, ambapo kama tarehe 7 mwezi huu tulikuwa na event pale Kasarani, na Crown Trust wakishirikiana na makundi mengine walitupa zawadi top 30 under 30. Wanatuelimisha kwa kuwa kuna watu ambao wana ubunifu, ambao wana consider tabia nchi kuna climate change na ni ukweli, na hii issue ina affect kila mtu kwa dunia. Hivi lazima kila mtu aelewe mbona tunafaa kuona suluhu ya hili shida. Okay. Si kila kijana ana fursa sawa. Tumeelewana? Ndio. Lakini tunawezaje kuhakikisha wasichana vijana wasichana mtoto pia wa kiume, watu wenye ulemavu na vijana wengine waliotengwa wanapata sauti na fursa sawa tu ya kushiriki katika hatua ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? I think hiyo inaanza na programming. Wakati watu wote, whether it's government, whether it's civil society ama hata private sector, wanafanya mipango yao ya programs, I think wanafaa kuwa from the initial programming, wanafaa kuhakikisha kwamba programs zao zinafaa kuzingatia kama young people ambao ni female wanaweza wakaparticipate, whether those with disability wanaweza waka access, na whether those from marginalized communities can also participate, kwa sababu unapatanga changamoto nyingi za haya makundi, they are very unique in their own way. Kwa sababu unaweza ukafanya program nyingine ambayo mtu ambaye ako na disability hawezi aka participate in that program. Kwa hivyo wakati programming zinafanywa, zinafaa hata wakati mwingine zinakuwa very targeted, kwamba hii ni a specifically persons with disability, hii ni a specifically marginalized communities, kwa sababu kuna programs nyingi unapata zinafanyika hata huku Nairobi. Kuna kijana ambaye yuko pale Kuria ambapo mimi natoka, ni almost 8 hours drive away from Nairobi. Saa zingine hata ujumbe haumfikii, hajui kwamba kuna program kama hiyo inaendelea. So ina maana gani? Ina maana kwamba kuna enough sensitization ama? Saa zingine sensitization is not enough, ama yes, sensitization ipo lakini access is the problem, kwa sababu kama nimepata habari kwamba kuna hii
function inafanyika na iko Nairobi na niko Kuria, Migori County, kufika hapo itakuwa ni shida. So programming, I think hapo ndio tunafaa kuanzia from the initial phase. Lazima iwe very intentional, na ndio maana saizi mashirika mengi na yakiwemo Crown Trust unaona wameanza kufanya delocalization. Ukisikia program kama hiyo ya Sikiliza Sauti Yetu, ni program ambayo wame delocalize, wameitoa tu si Nairobi peke yake, ipo Kwale, ipo Isiolo, na tungependa kuwahimiza kwamba wasonge pia zaidi, ili wakitoka county hizo tatu waende county zingine, waje hata Migori, waende hata Mandera, na wafike county zingine zote, ili hizi programs ziweze kuwafikia. That way tutapata kila kijana ambaye wako kila mahali ya nchi hii ya Kenya na feel ako part of the programs. Okay. Hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi pia zinaunda fursa mpya za kiuchumi. Ni fursa zipi zinazojitokeza kwa vijana katika maeneo kama kilimo kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi, mfano nishati jadidifu, simamizi wa taka, uchumi mzunguko na ujasiriamali wa kijana? Brian. Kulingana nami, the actual development innovation, the infrastructure yenye imekuwa surrounding the financial instruments zenye zina cater for climate change zimeimprove in comparison to the previous 5 years, kwa sababu siku hizi tunapewa grants, tunapewa loans, pia tunapata opportunities za ku make our pitches elsewhere, na pia tunapata partnerships za technical partners. Tukianza consider hizi zote na tuangalie the fact that development na innovation kulingana na ile haja yenye tuko nayo ndio inafanyanga civilization yote develop. Naona ni vizuri tuongezee much more effort, more resources, ndio vijana wadogo kama mimi waelewe ni wapi tutapata hela ya kuanzishia biashara, ni wapi tutapata hela ya kusaidia kupigana na climate change yenyewe, ni wapi utapata wenzako watakusaidia hata kama sio hiyo hela, wakupe ushauri venye uta improve hiyo biashara yako, ama innovation yako, ama idea yako. Ultimately hiyo growth ndio itamata in the next short term 5 to 10 years, na pia long term 80 to 100 years. Ile network yenye utakuwa nayo na vile utakuwa umesaidia ku counter climate change in general. Okay. Kwa kijana naye tusikiliza leo sasa hivi anataka kuleta mabadiliko katika jamii yake, anaweza kuanzia wapi? Hatua gani ya vitendo kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi anaweza kuchukua siku ya leo, sasa hivi, maamuzi ya kipindi hiki? Kuna mambo mengi tu ambayo unaweza ukafanya kuanzia sasa hivi. Moja hapo, angalia kama vile unatumia maji nyumbani. Unajua maji is one of the natural resources ambayo inakuwa wasted sana. Ukiangalia recycling hakuna, kwa watu wengi inakuwa ni kutumia kutupa. Kwa hivyo unaweza anza na jinsi unavyotumia maji yako nyumbani. Cha pili, ile waste yako hata kama ni ya kitchen, how do you utilize it? Kwa sababu hiyo waste inaweza ikawa converted into other things like compost, manure ambayo inaweza tumika shambani, inaweza ikatumika kufanya briquettes ambazo siku hizi watu wanatumia sana kwenye majiko zao. So that is also another thing unaweza ukafanya. Unaweza pia ukaanzisha tree nursery ambayo ni an opportunity pia, and that is what we are doing kama sisi shirika la Special Interest Groups Place. Kupitia hiyo smart farm yetu ambayo tuko nayo, tuna engage na vijana, wameanza ku build tree nurseries ili waweze ku grow trees, because that is also a way of protecting the environment na pia ku protect water catchment areas. Waste management, recycling, hizo zote ukileta pamoja ni njia ambazo unaweza ukaanza saa hii bila kutegemea mfadhili, unaweza ukaifanya kwako. Na pia hata matumizi ya stima, kwa sababu mara nyingi unapata especially ukienda kwa ofisi za serikali hizi, unapata kwa sababu wanajua serikali inalipa stima, watu wanaondoka. Ukipita town saa zingine kwa ofisi unapata tu stima ziliachwa on na ziko kwa ofisi na hakuna mtu huko. So hiyo pia ni kitu ambayo unafaa kuzingatia, kwa sababu pia matumizi ya juu ya stima inaendelea kuimpact on the natural resources that we have. Okay. Yes. Brian? Personally, venye amesema conservation inahitajika kwa sana. Pia mimi nataka kuangalia wale wengine nataka kwenda streamline maybe kwa product ama service kwa innovation kwa assist climate change. Si lazima ufanye innovation yako ama idea yako peke yako.
unahitaji partners watakusaidia, whether ni technical partners, whether ni financial partners, na pia watu wa kukusaidia kufanya hiyo kazi yenyewe, hata hiyo moral support. Kuna hizo programs ambazo ziko, kuna zile za serikali, kuna zile za NGOs, kuna pia kampuni ambazo zimekuwa zikipartner na innovators ambao wako na product mzuri inasaidia sekta zao. Hivi ufanye research yako pole, alafu utafute watu ambao wana share the same vision na the same idea na wewe, na utahakikisha umeenda mbali, na your dream inaweza kuwa achieved haraka sana as compared kufanya kila kitu peke yako. Okay. Maneno ya mwisho tukimalizia. Nianze na wewe. Kwanza kabisa nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo tumepata ili kuzungumzia swala hili la climate change. Na nipende kushukuru wale ambao wamejitokeza wenyewe ili kuhakikisha kwamba they are fighting this major disaster ambayo tuko nayo saa hii, ambayo hata kwa saizi unasikia wanaongelea about the El Nino that is coming, and it's just an impact of climate change. Wale ambao wamejitolea wenyewe as individuals ni kuwashukuru, na wale ambao pia wadhamini mashirika kama Crown Trust ambayo yana support hii kazi mashinani kupitia kwa makundi ya vijana, ni kusema pia ni asante, lakini tunawaomba kwamba waendelee kupeana support hizi, na pia wa expand programs zitoke centralized in Nairobi zisonge ziende kwa other counties. I think that is the only way. Na vijana wote ambao wako pale nje, tuanze na ile jambo ambalo unaweza fanya. Kama ni kuanza na matumizi mazuri ya maji, kama ni kupunguza wastage ya stima, let us start somewhere. Let us start small and expand it, and to urge all other players ambao whether civil society, development partners, hili janga hatuwezi tukapigana wenyewe. Tunahitaji wote tuje pamoja, government, civil society, private sector, na all the individuals, so that we are able to fight this climate change. Asante sana. Karibu sana Elvis. Brian? I would like to extend my thanks to Crown Trust and all other institutions wenye wamekuwa wakipartner na mimi all through the years, including but not limited. As an innovator. Okay. Including but not limited to Jacob's Ladder Africa, Inkomoko Group, Kenya Climate Innovation Center, the Kenya Industrial Research and Development Institute, Mount Kenya Innovation Hub. I am grateful for the opportunity to actually do something that matters, not just for myself, but also for the future generations. I am hopeful that we are going to collaborate on other endeavors, and I'm also hopeful that we'll increase our efforts, because we've already done a very good job, and I would like us to stay on track, that we can achieve SDG goals, I believe. Okay. Thank you. Thank you. How is it working with Brian, Elvis? Pardon? Kama mbunifu, how is it working with Brian? Well, I think wabunifu wako na their own space, okay, which they are doing very well. Okay. As civil society players, we also playing our part on the other end. And I think that collaboration is what I've spoken about. Nimesema kwamba inakuwa ni muhimu kwa sababu innovation ambayo wako nayo inaweza ikasaidia vijana wengi tu ambao many times the civil society organizations are coming into contact with. It's a good learning point from them, and it impacts not only him but in many others. Hiyo program ikienda iwe successful, haitamsaidia yeye peke yake, itasaidia vijana wengi, na ni vizuri iendelee kuwa publicized when everything is ready, ili kila mtu aweze kuielewa. Okay. Yes. Kuna swali nilikuwa nalo. Ulipata nini kemia? What was your combination of studies? Okay, in high school I studied all the three sciences, physics, chemistry and biology. Okay. And then I studied geography. Which one did you score the most? That was chemistry. Which you got what? I think it was a B-. Okay. Ulikuwa unashika? Yeah, as compared to hesabu. Kiswahili nilikuwa. No, but you know, huwezi pata chem B- and then math uanguke. Hapana, nilikuwa na attitude na hesabu. Haiko inanisaidia vile. And you know, that's exactly what I say. Ndio fail, you definitely had an attitude. Yeah. Nilikuwa na attitude. So kemia B-, biology? I think it was a C+. C+. Yeah. Physics? B-. Elvis? I think zote niliperform tu vizuri. Unataka kupass. Let's pass. I
feel you, my brother. So Kiswahili ulipata? Kiswahili. Because uliingia ukiweka disclaimer, I can't speak in Swahili. Swahili, I think nilikuwa na B playing. And then German kakuwa na B+, and then English kakuwa B-. Okay. Yeah. Elvis, mbona unataka kutupatia points zako? Ignore. Cron Trust wanakusikiza. You performed too vizuri. Overall, yeah. So did you also take sciences as well? Yeah, I did all of them. I scored all of them an A. Oh, really? Yes. Oh, oof, but okay. sikuenda study anything related, so yeah. Okay. Same case, yeah. You did something totally different. Yeah. Okay. Okay. Mimi msiniulize. Nisenywe kutoka. Asante. Thank you guys. Thank you Asante so sana. much. Elvis Wambura, Thank you. mwanzilishi Special Interest Groups, Brian Kinyua. It's Kinyua. Yeah. Okay, Brian Kinyua ambaye ni mbunifu. He's an innovator. Yes. We? Asante sana for the Niko na opportunity. swali lakini sasa sijui niulize on air ama off air. What's a mind of an innovator? On a normal day, we ukuangaje? Because ufikirie chumvi vile na work na stima. To be honest, it's a bit complex. So nitamka Yeah. preferably around 7, ndio at least nikuwa nimelala like 3 hours hivi. And then first Just thing, unalala masaa matatu? unfortunately siku hizi ni kama niko na insomnia, so sijui. If you're a woman, ningesema kwa premenopause. And then fungua emails. So 3 hours? Yeah. A night? Not healthy. It's not and healthy. then you can function the whole day vizuri? Yes. Okay. How old are you? 23. Okay. So first thing is my emails, because I do get a lot of those. Fungulia emails, and then by then chukue my research notes, and then saiju nina actively najaribu kumaliza hiyo prototype, so tunaenda kwanza tufanye R&D kiasi. It's mostly tumia laptop yenye imezeka kutengeneza hiyo virtual render. There's actually a infographic video on my LinkedIn at Brian Nyambura. You can check out at your free time. Okay. Alafu baadaye nikishamaliza hapo Sunday maybe nifikirie hata breakfast sasa. Okay. Maybe at around 11 and then nifanye household chores, make sure grandpa, because he's a bit ill sahi, amefanya all he's supposed to do in regards with his meds, and then I go back to mostly sasa responding to zile emails za asubuhi and until evening, and then sa jioni I will read on something I'm much more interested in than what I'm currently doing. Okay. Yeah. So you read a lot more than you watch movies? Yes. Okay. Currently, what are you on? I was thinking if I can get a projectile to move at 6 or 7 times the speed of sound, I might find someone to sell to. Sijajua bado. Okay. But I'm thinking of it. Na pia could decentralize a bit of security to leverage artificial intelligence and other hardware. So. Yeah. Yeah. Do you believe in AI, Yeah. Elvis? I've had a very interesting conversation with my daughter. She does not believe in AI. Anasema inachangia kuharibu pia tabia nchi. Of course, ukiangalia the systems that run AI, they are very demanding. Unakumbuka hata recently kulikuwa na conversation about setting up one in Kenya, but our capacity cannot match. So putting up an AI system is very demanding, especially in terms of water and all. So do you believe in AI now that you people ni ambassadors were exchange? AI is an innovation that you cannot run away from. It has come, it's here to stay with us. Yeah. So and it's doing a lot again. You cannot But just as ambassadors of mdangu umefika huko. But as ambassadors wa climate change, what's your take? What's your really strong opinion about it? The problem was never AI, it was the infrastructure supposed to support it, and the setup that's essentially been done. Sioni haja ya kuweka data center mali agricultural, mbona usiende mali kidogo ni arid hivi. Lazima server ipige kelele, lazima iconsume stima, lazima ikuliwe. Mbona ipelekwe mali tutahitaji kulima, badala ipelekwe mali hatuna hiyo interest sana. Okay. So ideally naona tuna miss the mark hapo kwa implementation kidogo, but AI is just a tool like any other thing, like money or phone or whatever. Okay. Yeah.
So Elvis? Same too, as I was saying, the infrastructure is the biggest question here. Okay. Systems ambazo zina run, how environmental friendly are they? That is the question. Once that is addressed, I think AI itself is a useful tool. Just like Google has been there and many others. So AI has become even more efficient and more fast and inasaidia, but they need to just look at how the systems are set up to ensure that they are very environmental friendly and has impact the climate even more. Yeah. Asanteni sana kwa kuja. Asante. And you did well. As much as uleka disclaimer in Swahili, alikuwa tu anaogopa. You did well. You did well. Mazoea na taabu. Swahili unasema mazoea na taabu kweli. Yeah. Asante sana. So unaweza nikangainisha. Methali moja unayojua? Nauza hili ya faida siono. Alo. Na wewe? Nakumbuka kitu fulani ilikuwa cha mkufu mwanafua kila huu. Unajua mimi ni Mswahili. Ila tu kwamba hiyo huwa imenishindaga asichafua roho. Najua tu ilikuwa cha mkufu mwanafua huu akila sijui nini. Ukumbuki mpaka mwisho, lakini ipo kama hii. Nashukuru sana. Asanteni kwa kuja. And all the best.